Tume katika kutekeleza haya mapendekezo tunatoa elimu katika maeneo ambayo tunaona yana mapungufu. Kama hapa leo tulitoa elimu kuhusiana na dhamana, masharti ya dhamana, wananchi waweze kujua kwamba dhamana ni haki kulingana na sheria inavyokuwa imetoa kwenye yale makosa ambayo yana dhamana. Vile vile tulitoa elimu kuhusiana na haki na wajibu wa mkopaji na mkopeshaji. Sisi wote ni mashahidi katika swala hili. Tumeona migogoro mingi inayotokana na masuala ya ukopeshaji na ukopaji. Kwa hiyo ni vizuri wananchi wakaelewa kupitia makundi hayo, wakaelewa kwa sababu dira yetu 2050 inataka kuwa na taifa ambalo lina amani na ustawi. Kujihusisha kwa namna moja ama nyingine na usafirishaji haramu wa binadamu ni kuyaweka maisha yako hatarini, ni kujitengenezea mazingira ya kwenda jela. Mnapoenda kutoa ushauri, mnapowashauri watu, mnapowapa watu elimu, hakikisheni mnawaambia kwamba hakuna pesa inayopatikana kwa wepesi, hakuna pesa ya bure, hakuna utajiri unaokuja tu. Wafanye kazi, watii sheria. Huo ndio msingi wa maendeleo, utu, mshikamano wa taifa lolote lile. Haya makosa yameongezeka sana katika jamii yetu. Nadhani ni wakati mwafaka pia kwamba zifanyike jitihada za haya makosa kuangalia kweli yanahitaji dhamana au la. Na baadhi katika ile tume ya kijinai baadhi ya vitu ambavyo watu walilalamikia ni haya makosa ya ulawiti na ubakaji kuwa na dhamana. Kwa hiyo serikali ilichukua ikafanyia kazi na ikatolea baadhi ya mapendekezo. Nimefurahi sana kuwa katika mafunzo haya na nimejifunza mambo mengi, na nimeona kwamba jamii kweli inahitaji kujifunza mara kwa mara juu ya sheria zetu tulizo nao, ziwe kwenye penal code au zingine ambazo ziko katika taasisi mbalimbali. Hii inatusaidia sana kwa sababu hatuwezi kujua mabadiliko ya sheria mbalimbali ambazo pengine tunapozitumia au tunapoishi tunaweza tukawa tunavunja sheria. Ambapo hapo nimeelewa kumbe mtuhumiwa pia ana haki zake za msingi. Kwa mfano, ana haki ya kupatiwa dhamana, ana haki ya faragha, ana haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo nimejifunza vingi ambapo pia nitawaelimisha na jamii yangu. Pia tumejifunza haki za mkopeshaji na mkopeshwaji, wote wana haki.